Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuitazama mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinakwenda kujiri katika dirisha kubwa la usajili ndani ya klabu ya soka ya Yanga Sports Club kwa msimu wa mwaka 2026 2027, ambapo klabu ya soka Yanga wanakwenda kushiriki ligi ya mabingwa barani Afrika, michuano ndani kama kombe la FA, kombe la Mapinduzi, kombe la Muungano, bila kusahau kombe la ligi kuu ya NBC msimu mpya wa mwaka 2026 2027. Sasa klabu ya soka ya Yanga Sports Club katika dirisha hili kubwa la usajili wamedhamiria kufanya mambo makubwa, kusajili wachezaji wakubwa ndani ya bara la Afrika hata nje ya mipaka ya bara la Afrika. Hii ni kutokana na mahitaji ya timu hiyo, ambapo kwa sasa klabu ya soka ya Yanga Sports Club wamepanga kumsajili mchezaji ambaye moja kwa moja atakwenda kucheza katika eneo la winga wa kulia, mchezaji ambaye vile vile ana uwezo wa kucheza kama kiungo mshambuliaji. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zimeweza kuripotiwa hivi karibuni ni kwamba klabu ya soka ya Yanga Sports Club wameweza kufanya mazungumzo na mchezaji anaofahamika kwa jina la Guillermo Marin. Guillermo Marin ni mchezaji ambaye anatokea katika taifa la Venezuela, na mchezaji huyu tunaona anacheza ligi daraja la pili pale nchini Venezuela katika klabu ya soka ya Anzoátegui, ambapo kwa upande mwingine mchezaji huyu ndiye team captain katika klabu hiyo ya Anzoátegui pale inayoshiriki ligi daraja la pili nchini Venezuela. Venezuela ni nchi ambayo kwa upande mwingine inatokea bara la Amerika Kaskazini na ni miongoni mwa nchi ambayo inafanya vizuri katika kutoa wachezaji wazuri ndani ya bara hilo. Tunaona kwa upande mwingine mchezaji huyu Guillermo Marin ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaimbwa sana katika ligi ya pale daraja la pili nchini Venezuela. Guillermo Marin ni mchezaji mwenye umri wa miaka 25, azaliwa tarehe 14 Juni 2001 pale nchini Venezuela. Ana uwezo wa kutumia miguu yote, yani mguu wa kulia, mguu wa kushoto. Ana uwezo wa kucheza kama kiungo namba 10, winga nambari 11 na winga namba 7. Hii ni kutokana na uwezo wake wa kutengeneza nafasi za kufunga. Amewahi kupita katika klabu ya Deportivo La Guaira ambayo inashiriki ligi pale nchini Venezuela, bila kusahau amewahi kucheza Aragua inayoshiriki nao pia ligi pale nchini Venezuela. Lakini tarehe 8 Julai 2023 alijiunga na Anzoátegui Football Club inayoshiriki ligi daraja la pili pale nchini Venezuela. Mchezaji huyu amenyanyua sana kwa maana kwamba amebeba vikombe akiwa na klabu ya soka ya hiyo klabu ya soka ya Anzoátegui ambayo inashiriki ligi daraja la pili pale nchini Venezuela. Msimu akiwa na klabu hiyo ya soka ya Anzoátegui, basi fahamu kwa upande mwingine amefanikiwa kucheza michezo 13 ambazo zina wastani wa dakika 876, akifunga mabao, akihusika katika mabao 5 kwa sababu amefunga mabao 3 na kutoa assist 2, ambapo mchezaji huyu kwa upande mwingine mwenye umri wa miaka 25 ni miongoni mwa wachezaji tegemeo katika kikosi cha timu ya soka ya Anzoátegui. Mchezaji huyu kwa mujibu wa taarifa ni kwamba amefanya mazungumzo na viongozi wa klabu ya soka ya Yanga na ameweza kukubaliana na project ambayo Yanga watakwenda kuifanya msimu ujao ama watakwenda kuitimiza katika msimu wa mwaka 2025 2026, na kipaumbele chake ambacho ameweza kuweka wazi ni kwamba anahitaji kupata muda mwingi wa kucheza katika klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Na kwa mujibu wa taarifa zilizopo ni kwamba mchezaji huyu Marin anakwenda kuchukua nafasi ya Buba Jammeh, mchezaji ambaye Yanga walimsajili wakiamini angefanya mambo makubwa katika eneo la winga, lakini ameshindwa kuonyesha kiwango. Kwa hiyo Yanga watamani wanapokuelekea katika ligi ya mabingwa barani Afrika msimu ujao wawe na majembe ambayo moja kwa moja yatakwenda kuifanya klabu hiyo kuwa tishio barani Afrika. Hii ni kutokana na michuano ambayo watakwenda kushiriki, hususan michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika, bila kusahau kwa upande mwingine ligi kuu ya NBC na michuano mingine ndani kama kombe la CRDB Bank Federation Cup, Muungano, Mapinduzi, hata ile ngao ya jamii. Kwa hiyo ndio hivyo, kwa mujibu wa taarifa dili hili limefikia 75%
kati ya 100% Merini kujiunga na klabu ya soka ya Yanga. Si mara ya kwanza Yanga kusajili wachezaji nje ya bara la Afrika. Tunashuhudia kuna Jaja, kuna kina Coutinho, wachezaji ambao walisajiliwa katika bara la Amerika Kusini. Kwa hiyo tunaona kwa sasa wameelekea Venezuela katika bara la Amerika Kaskazini.